Bana, kupitia tuzo ya BET Awards kwa mwaka 2025, nikiwa na maana kwamba baadhi ya wasanii kutoka katika nchi ya Tanzania kama Abigail Chams ni mmoja kati ya mtu ambaye amekuwa nominated kwa mwaka huu. Basi katika harakati za kushinda tuzo hii kubwa kwa msanii wa kimataifa, nikiwa na maana kwamba msanii mpya bora wa kimataifa, nikiwa na maana maanisha kwamba New International Act. Sasa BET Awards kwa mwaka 2025, kundi la TXC kutoka Afrika Kusini limezidi kuzua maswali mengi kuhusu uhalali wa ufuasi wa mashabiki wao katika mitandao ya kijamii. Sasa kuna mambo mengi ambayo yanaendelea mpaka kwa hivi sasa. Naweza nikasema kwamba Abigail Chams ni mtu ambaye anaongoza kwa muda huu kwa kile ambacho kinaonekana mpaka kwa muda huu katika mtandao huu, lakini pia nguvu kubwa sana ya serikali imetumika. Wasanii tofauti katika nchi ya Tanzania wametumia nguvu yao kuweza kupushi hichi ambacho Abigail Chams anakiwania. Lakini pamoja na yote haya ambayo yanaendelea, kuna uchunguzi basi uliofanywa na mdau wa muziki Afrika, nikiwa maana kwamba Yusufu Kapilimka basi ameweza kubainisha uwepo wa akaunti nyingi ambazo basi za kutatanisha zinazoshiriki kwenye kampeni hii ya kuunga mkono wa TXC, kuunga swala la TXC ambalo basi kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram. Basi akaunti hizo zinaonyesha sifa si za kawaida, wala akaunti hizo ni kwa ajili ya kuboost. Ni akaunti ambazo ni bandia, ambazo mara nyingi hutumika kuweza kuongeza vitu ambavyo ni bandia, kuanzia idadi ya maoni na likes na kura kati ya mashindano haya katika mitandao ya kijamii. Basi kwa hivi sasa basi zinaashiria kwamba katika akaunti hiyo ya BET INTL basi na BET Africa, basi watu hao ambao basi wamekuwa wakilike picha za akaunti ya TXC basi mpaka kwa muda huu basi inaonekana dhahiri kabisa kuwa wanatumia akaunti ambazo ni bandia, ambazo akaunti hizo zimekuwa zikiwa zina ishara za followers ambao basi ni wachache mno. Mpaka kwa muda huu tukijaribu kwenda kuangalia katika akaunti ya kwake Abigail Chams, ambaye ni moja kati ya mwanadada ambaye anaongoza katika michuano hii, na inaweza nikaona kabisa kwamba katika page yake au katika post yake ambayo imekuwa posted na BET INTL na BET Africa, basi katika posti yake mpaka kwa muda huu inaongoza kwa likes 7,044, lakini pia comments zilikuwa zipo 71,800, sharing 1,206. Sasa nataka niende direct katika page na tuweze kugundua hawa TXC wana followers wangapi, lakini pia wana likes ngapi mpaka kwa muda huu. Likes ambazo wanazo mpaka muda huu ni 717,017, lakini pia sharing ni 452, comment ni 2,893. Hii ikiwa kama ni ishara kwamba inaashiria kwamba watu hao wana boost akaunti zao. Ingekuwa kabisa comment zimerise na pia likes zimerise, watu 700,000 hawawezi wakaacha angalau watu 10,000, 20,000 waache kwa comment katika posti hii moja ambayo wameweza kulike. Sasa tunaenda moja kwa moja katika likes ambazo watu wameweza kulike, na jaribu kwenda kuangalia mtu mmoja ambaye amelike. Sasa kwa wale ambao wameshawahi kutumia akaunti mbalimbali kwa ajili ya kuboost followers, kwa ajili ya kuboost viewers, na maanisha kwamba likes, comment, basi wanaweza wakawa wananielewa zaidi vizuri kwa hichi ambacho mwamba Yusufu alikuwa anakimaanisha. Sasa tunaanza na huyu mtu wa kwanza, anaitwa Meyer Haile 127906. Sasa tunaanza na huyu mtu kwanza kabisa, ana followers 3, ana following 7 na hajawahi kabisa kuposti kitu chochote katika akaunti hii. Lakini pia tunarudi kwa mtu mwingine anaitwa Roma Leonard Don 72. Kwanza ana followers 1, ana following 0, ana posti 0. Huyu tunajaribu kugundua kabisa kwamba hapa utapata majibu kwamba watu hawa watatu, tena mtu wa tatu anajiita tena Abigail, ana followers 0, ana following 0. Watu hawa sio watu. Tunaenda tena katika mtu wa 4, kujaribu kuangalia sasa hizi ni namba zinazotumika. Sasa tunaangalia katika posti hapa hivi, posti ziko 3, followers wako 3, following 0. Sasa utajaribu kujiuliza, kama mtu hajamfollow mtu mwingine kabisa, kwa nini ameenda kulike katika posti yao? Ina maana hawa ni wakina nani? Ni watu gani? Ni watu waliotokea wapi? Jaidi ni watu wale. Angalia kabisa hapo, followers 0, following 5. Kwa hiyo tutakuja kugundua kabisa kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa katika posti hizi. Watu zaidi ya 20-30
hakuna mtu ambaye ni normal person. Nikijaribu kuangalia account zote hizi hapa hivi, ni mtu anajaribu kuzicreate na kuzifanya haraka haraka. Hata hizi it is your girl daddy, tunajaribu kuangalia huyu hapa hivi aliposti lini. Ameposti Agosti 2023, posti yake ilikuwa na comment 2. Ni kweli huyu hapo ni mtu kweli, na following moja, sawa, hajakataa. Tunarudi tena kuangalia wote hawa, inamaanisha kwamba ni watu ambao hawana profile picture, ni watu ambao wameshindwa kuweka picha zao, ni watu ambao ni mtu anayetengeneza hizi account. Na angalia list yote nzima, ukijaribu kuangalia utakuta following 5, followers 0 kama hivyo, umeona. Kwa hiyo kuna dalili kubwa sana ya Abigail Chams kufanyiwa fitna na baadhi ya makampuni. Mpaka kwa muda huu tunavyoongea, Watanzania wengi sana naamini kwamba watakuwa wameshuka katika sehemu ya comment. Anasema hivi, niwaambie tu TZ tunawakimbiza, yani mboost wewe, lakini huo moto amuwezi few. Yani kuna namna kabisa wa TZ sasa hivi wameweza kupania. Ukijaribu tena kuangalia katika sehemu ya comment, pia kuna Watanzania ambao wamecomment. That means kwamba watu hawa hawana mashabiki wakubwa. Sasa utapata account gani ambazo wao wanatumia? Tuende kwenye account yao, ina followers 1800, naweza kwamba ni 185. Hawana hata followers 200,000. Sasa hili ni kundi ambalo linatumia mfumo ambao ni bandia. Yani wanajaribu kumhujumu Abigail Chams katika tuzo hizi. Na Abigail kama wakiamua kumhujumu kweli, basi itakuwa ni kitu kingine. Sasa tuangalie followers wa kwake Abigail Chams. Hapa kuna Raju Pixel, hawa ni watu wote hao. Clam Chris bana, ni watu wote hao. Watu wote. Huoni mtu ambaye account yake haina profile. Ni watu ambao ni wabongo, na nimewafollow pia mimi mwenyewe, na naamini kabisa kwamba wamefanya kazi kubwa sana katika kupromote hili ambalo linaendelea. Wote akina Zuchu, Jack 8. Sioni mtu yoyote ambaye account yake haina profile, na sioni mtu ambaye, kijaribu kuangalia hata huyu hapa Nombo JR ana followers. Ukiangalia kuangalia ni mtu ambaye anajishughulisha na account hii, followers wangapi? Watu ni huyu hapa hivi ambaye account yake ni ndogo kabisa na haina profile. Sasa angalia, ana followers 965, ana following 919, ana posti moja. Posti imepostiwa lini? Tarehe 1 Oktoba 2023. Kwa hiyo tunapata majibu kabisa kwamba Abigail Chams katika hili bado anawakimbiza, ila kuna hatihati kubwa sana kwamba wakamhujumu katika hili kama waliweza kumhujumu Diamond Platnumz. Lakini tuliambiwa kwamba siku ya kuweza kuhesabu kura ilikuwa baki siku moja, ambayo ni siku ya jana, na leo ndo siku ya kuhesabu kura. Ngoja tuone yale ambayo yataendelea, na siku wa tuzo utakuwa kwaje. Je, wataweza kushinda au TXC au hawataweza kushinda? Tunamwangalia anaitwa Masangu Faustin. Tuangalie yeye katika account yake, jeka profile picture, ni mtu ambaye anajishughulisha na account hii. Ameweka post yake ya kwanza 2019 na ni tarehe 25 Agosti. Kwa hiyo followers plus following, wale katika account zao nyingi hazina kitu cha namna hiyo. Na kama bado mnabisha, niweze kwenda kuonyesha hichi ambacho kinaendelea katika account hizo. Anza tukaangalia hata watu 20 ambao basi katika account hizo wote tena nimejaribu tena kulike, bahati mbaya hapana, hizo kulike mimi. Wanaongeza watu 1001. Amy Morrison huyo hapa tena mwingine, followers 4, following 0. Hii inaashiria kabisa kwamba ni watu bandia ambao wana like post hizi. Angalia tena huyo hapa follow. Yani kuna vitu ambavyo ni vya kushangaza, na wanaweza kabisa katika hili wakamhujumu Abigail Chams kupitia jambo hili. Je, wewe unalipi kupitia AI yote yanaweza kuendelea? Tunacha comment yako hapo chini, utuambie kuhusiana na jambo hili. Bye bye for now.